Of course hizo taarifa hata mimi nimezisikia kama ambavyo umeweza kuzisikia wewe kwamba ameweza kusimamishwa na ameweza kuitwa, lakini bado sijaziconfirm. Kwa na mimi nimezisikia hivyo kama ambavyo umezisikia tu, bado sijaconfirm kwa sababu kidogo nilikuwa niko tight kwenye baadhi ya kazi. Okay, lakini taarifa zipo za kusimamishwa. Taarifa zipo kwamba amesimamishwa na amerudishwa Dar es Salaam ili kuja kuonana na uongozi na kuanza kuja kudiscuss masuala yake ya kinidhamu. Lakini mimi nimezisikia katika staili hiyo ambayo nimeweza kusikia. Kwa bado sipata nafasi ya kuweza kuifuatilia sababu kidogo nilikuwa niko tight. Na sawa, ukiangalia rekodi za Jonathan Soa ambaye kuhudumu kwenye mechi mbalimbali na adhabu yake tayari imetamatika ya mechi 5, wanakwenda kuhudumu kwenye mechi dhidi ya Young Africans. Unadhani itakuwa rahisi kwa huyo mchezaji kushiriki huo mchezo ama ameitwa kwa ajili ya mkakati wa mechi hiyo? Mimi binafsi kama ukiniuliza ukaniambia nitoe maoni yangu, nafikiri si vema na sio afya kuweza kumshirikisha kwenye huo mchezo, kwa sababu unajua unaweza kuzungumzia mechi 5 ni kama mechi ambazo unacheza kila siku, lakini unaweza kaangalia mara ya mwisho ni lini ambapo aliweza kuonekana na klabu ya Simba kicheza kwa maana kwa upande wa ligi. Lakini pia hata ukiangalia ushiriki wake kwenye michuano ya kimataifa hakuwa na impact kubwa. Kwa hiyo kuna somehow anakosa match fitness kutokana na kwamba hayuko aggressive, hayuko na pace ya mchezo. Kwa hiyo kwenda kwenye mechi kama ya Yanga, mechi ambayo ni mechi kubwa, mechi ambayo ina tension kubwa, inataka uwe na zaidi ya yani ule ustamilivu wa kawaida ili uweze kupambana, kwa sababu kiwango cha pressure kinakuwa ni juu. Kwa hiyo lazima uwe na fitness ya hali ya juu ndio uweze kuwa na at least kuweza kutimiza baadhi ya majukumu na kuweza kufanya kile ambacho unacho. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye timu ambayo uko nayo, ambayo wameanza nayo na tokea dirisha dogo limeingia, wamesajili nzuri, unazungumzia kina Gueyo, unazungumzia kina Anseti, lakini pia kina Nixon Kibabage, kina Chama wameingia na kuweza kuonyesha kitu na timu tayari imeanza kutengeneza rhythm. Kwa hiyo ni vema wakaondoka na kile ambacho wanacho, lakini wakianza kutaka kumuingiza pale, manake itamlazimu tena mwalimu aanze kuchange setup ambayo tayari alikuwa ameanza kuitengeneza. Kwa binafsi mimi nafikiri sio chaguo zuri la yeye kuweza kumtumia katika mechi hiyo ambayo kimsingi inakuwa tension. Lakini kingine ukiangalia ni mchezaji ambaye amekuwa ana matukio mengi ambayo yameonekana ya kinidhamu na tabia yake jinsi ambavyo hivyo, kwa hiyo anaweza akatumika na akafanya tena makosa yale na baadaye ikaja kumtoa kabisa kwenye mchezo na pengine kumuingiza kwenye lawama. Kwa hiyo mimi nafikiri sio proper selection kama watakwenda kumtumia kwenye hiyo mechi. Lakini ukiangalia kwa jinsi ambavyo tangu alivyojiunga na timu ya soka ya Simba, Jonathan Soa amekuwa hana chaguzi, ama kwamba si chaguzi la kwanza kwa makocha. Unadhani nini ambacho kimepelekea yeye kuwa hivyo? Ukiangalia unajua kuna wakati ni kitu cha kukizungumza. Unajua sisi tunakuwa tunawaangalia wachezaji in terms of quantitative na sio qualitative. Wakati mwingine unaweza kuona, kwa mfano alikuwa tunafanya mdogo sana, ukichukua rekodi za Jiji Chazi Awa akiwa Simba zinakuonyesha kwamba alikuwa ana magoli mengi sana. Si ndio? Alifunga magoli mengi lakini ameassist kwa sehemu kubwa sana. Kwa hiyo ukichukua kama sehemu ndio ya only factor ya kumfanya uweze kumsajili, utapotea. Kwa sababu tu aishi tu kwenye kwamba amefunga magoli mengi. Haya magoli ameyafungaje? Katika mazingira gani? Ana mchango gani kwenye timu? Sasa hivi vyote ni vitu vya kuviangalia kwenye unapotaka kusajili mchezaji. Yaani isiishie tu kwamba katika ligi yake katika mechi 30 amefunga magoli 29. Usiishie tu 29. Angalia na aina ya magoli yalikuwa ni ya namna gani, mchango wake ni upi kwenye timu. Je, anahusikaje kwenye timu ikiwa na mpira? Kwa hiyo lazima uende beyond. Kwa hiyo mimi binafsi nikimwangalia tokea yuko Singida, nilikuwa namuona ni mshambuliaji ambaye amekaa zaidi kwenye kutumia nafasi, lakini sio kuwa kwenye sehemu ya timu. Yaani when it comes kwamba timu yako imekamilika katika kila maeneo, unaweza kumtumia akiwa kama ni goal scorer tu, lakini hawezi kukusaidia kitu kingine zaidi ya pale. Na timu ikiwa ni second team hawezi kuwa na msaada. Kwa hiyo sikuona kwamba ni Cruzo mchezaji ambaye unaweza ukaja ukamtumia na akaweza kukupatia namba hizo, hasa kwenye timu ambayo ipo kwenye kuimprove, kwenye kukua kama Simba, ambao Simba bado hawana timu ya maana kwamba imekamilika, ni bado wanaendelea kujenga timu na kukua. Kwa hiyo unahitaji upate kundi la watu ambao watakuwa na muunganiko na ushirikiano kwenye kila eneo, katika maeneo yote ya mchezo, wakiwa na mpira na wakiwa hawana mpira pia. Kwa mwenendo huu tutarajie kumuona tena Simba kwa msimu ujao, ama huenda shughuli kaishia hapa?
Sasa kwa sababu kama alikuwa amesajiliwa kwa lengo la kuja kuisaidia timu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini leo hii inaonekana hata nani mwalimu anakuwa ni first option kuliko yeye ambaye kimsingi ni pro ametoka nje, mchezaji kama huyo anakuwa na sababu kuendelea kuwa naye. Na hii imekuwa mimi ni wito wangu, uwezi ukawa na mchezaji wa kigeni ambaye anakuwa ni chaguo la pili kwa mzawa. Hiyo haina mantiki, ni matumizi mabaya ya resource na fedha pia, kwa sababu hata nini maana ya kuwa wewe mchezaji wa kigeni unalipiwa wakati mwingine ile working permit na vitu kibao, unapewa dola, unapewa nyumba, alafu unakuja unakuwa ni second au ni third choice kwenye timu, inakuwa sio kitu kizuri. Bana, jambo lingine gumzo kwa sasa ambalo limetawala kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na yale ambayo ameyazungumza Haji Manara aliyewahi kuwa msemaji wa Young Africans na msemaji wa Simba. Miongoni mwa yale ambayo ameyazungumza, amegusia pia kwa timu ya Young Africans kwamba anaona kwamba Yanga imefeli na imefeli kwenye maeneo mawili. Kwanza, wao kufika robo finali mara moja kwa misimu minne licha ya kuwa na timu bora, lakini amegusia namna ya kusajili wachezaji mara kwa mara na kufukuza makocha mara kwa mara. Anaona kana kwamba klabu inafeli. Kwenye engo hii unaweza kuzungumzaje? Kwanza mimi nafikiri pengine watu wengi wameshindwa kuelewa Haji Manara ni saizi Yanga ni nani. Haji Manara ukija kwenye klabu ya Yanga ana nafasi yoyote ya kiuongozi. Ni mwanachama kama vile amekuwa akizungumza, ni mwanachama wa klabu ya Yanga ni kweli, na alipewa kadi ya wanachama na ni miongoni mwa watu ambao walipiga kula kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo ni part tu ya mashabiki au wanachama wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo kama ni mwanachama wa Yanga anapotoa maoni yake, mimi nafikiri ni vema yakachukuliwa kama ni maoni ambayo anaweza akayatoa Said Ali Mwandike, akatoa Dominic Salamba na mtu mwingine yoyote kwa muono wake na vile ambavyo anafikiri. Lakini pia huyu Haji Manara ni miongoni mwa mdau muhimu wa mpira, amehudumu kwenye mpira wetu kwenye nafasi ya usemaji akiwa Simba akiwa Yanga, lakini huwezi kuacha kuzungumzia watu ambao wana uelewa mkubwa wa mpira hasa wa Afrika, ni miongoni mwake. Kwa hiyo nafikiri tuchukulie maoni yake akiwa ni mdau wa mchezo kama wadau wengine, lakini tusichukulie maoni yake na tukaanza kuyassociate na klabu ya Yanga moja kwa moja, wakati yeye sio sehemu ya uongozi wa Yanga. Kama angekuwa ni kiongozi wa Yanga alafu akayazungumza haya, tungesema kwamba kwa nini asipeleke kwenye management wenzake. Haji Manara ni shabiki tu, ni mwanachama tu mwingine yoyote, kama ambao leo tunashangaa kwa watu kama wakina Kisugu wanazungumza, wakina Bodi Yanga na wengine ni the same tu, lakini itabakia kwamba ni mdau muhimu wa mchezo. Kwa hiyo adiskasiwe kwenye hoja zake, lakini tusianze kumjadili kwa maana ya uyanga wake. Maana yake tukianza kuzungumzia uyanga na usimba, tutakuwa na watu ambao hatupendi kuangalia kile alichokizungumza. Issue ya msingi ni kuangalia, je, yeye amezungumza kwamba Yanga katika miaka mitano hii ambayo wamekuwa kufanya vizuri katika ligi ya ndani hawakufanikiwa kuingia katika robo finali. Ukikompea na Simba ambayo katika kipindi chake sawa walifanikiwa kuingia robo finali mara 4 mfululizo. Hata kama utakwenda kisayansi, maana yake tutakwenda kuangalia, je, mazingira ambayo Yanga wamekutana nayo na mazingira ambayo Simba wamekutana nayo walikuwa wana the same condition? Je, kikosi ambacho Yanga wako nacho na ambacho walikuwa nacho Simba walikuwa na the same, yani vinafanana? Kwa hiyo utakwenda kwenye fakta nyingi, ndio namna ya kuweza kuanza kujibu hoja zake. Lakini tukianza kujibu hoja zake kwa kumwangalia kama Haji Manara, tutakuwa tunaukosea mpira, wakati mwingine tutakuwa hatuko tayari kushaurika. Okay, leo Mo Dewji kwenye mtandao wake wa kijamii ameshare ile moja ya post ambayo Manara kana kwamba amezungumza kile ambacho anaamini kwamba kinachoikwamisha klabu ya soka ya Simba, kwamba kuna mtu mmoja ndio ambaye anaikwamisha klabu ya soka ya Simba, na minong'ono imekuwa ni mingi kwamba huenda kuna mazingira ya Haji Manara kurudi kwenye klabu ya soka ya Simba kwa mwenendo huu unavyokwenda. Wewe unaweza kuzungumzaje hapo? Mimi binafsi siwezi kumzungumzia kwa sababu mwisho wa siku ni yeye ndio anahusika na hayo. Lakini pia tukumbuke kwamba unajua kuna vitu viwili, kuna mashabiki alafu kuna maisha ya mtu mmoja mmoja. Haji maisha yake ni mpira, si ndio ndugu yangu? Ndio maana alikuwa Simba akafanya kazi Simba, na baadaye akaenda Yanga akafanya kazi Yanga. Akiwa Simba alisema yeye ni Simba, na amekwenda Yanga akasema yeye ni Yanga. Akimwita siku enda anajua. Kwa hiyo hata kesho na kesho kutwa kama Simba wataona ana potential na wakamuhitaji katika mazingira ya kazi, akienda kuna shida gani? Mimi sioni shida, kwa sababu haya ni maisha. Wewe utasema asiende Simba abakie Yanga, unamlipa, unampa chakula,
hizi ni kazi. Kwa hiyo mimi nafikiri, mimi binafsi hayo ni mtazamo wake yeye, na kwa sababu bado ana nguvu ya kufanya kazi. Simba wakimhitaji, akiona inafaa akafanye kazi, akiona haifai shughuli nyingine, kwa sababu hiyo ndio shughuli yake ya mpira na ndio shughuli ambayo imempatia umaarufu mkubwa. Na Yanga alifanya kazi kwa muda na baadaye ikaonekana kwamba nafasi yake imechukuliwa na msemaji mwingine ambaye ameendelea. Kwa hiyo leo ikitokea timu nyingine, Simba, Azam, timu nyingine ikamhitaji na akaona na nafasi, aendelee kufanya tu, kwa sababu hao ni wafanya kazi. Kwa hiyo mimi binafsi naamini kwamba ni mtu ambaye ameutumikia mpira na bado ana nguvu za kufanya kazi kwenye mpira, na ikitokea Simba wanamhitaji na wakaridhika naye, wewe ndio ufanya naye kazi. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.